Tanzania tuliambiwa kilimo ndio uti wa mgongo. Baba wa Taifa mwaka 1961 alipopata uhuru aliwakabidhi wana Kagera jembe. Anasema utajiri wenu upo huko. Karne zimeenda, miaka imepotea, miaka imebadilika. Sasa hivi mimi nipo kwenye kilimo, lakini huwezi kunikuta nimeshika jembe. Ndio maana leo nimekuja CRB Group of Company kuja kujifunza namna gani kilimo cha kisasa. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya kilimo na ufugaji. Mbele yangu unaona hii ni mashine ya kuchakata chakula cha ng'ombe, hata chakula cha kuku. Uongo kweli? Unaweza ukawa na majani, lakini majani yako yanakatwa vipi ili ng'ombe wako au mbuzi wako awe comfortable kula? Hii ni mashine. Kwa sisi ambao tuna ng'ombe watano, watatu, tunatumia mashine kama hii hapa. Na kukumbusha, ukiwa na ng'ombe au unaofuga mifugo yako mingi, basi utachukua mashine kubwa hii hapa. Umeelewa vizuri? Na uzuri hapa, ukija watakushauri. Watakwambia namna gani ya kutengeneza zizi lako, namna gani kuweka mavuno yako, mashine yako ikae wapi. Zizi lina designiwa. Lakini kama unafuga na kuku pia, tunao mashine nzuri hapa. Hii ni mashine nzuri ya kuokota mayai. Mkurugenzi umetulia hapo. Hii ni mashine ya kuokota mayai, lakini tuna incubator mashine. Hii ni mashine ndogo ya kuzalisha vifaranga. Hii inachukua vifaranga ngapi? Mayai 30 yako una kuku 30 uhakika. Ukichomeka kwenye mashine yako, uzuri unapata vigezo na masharti, unaweka mayai yako yanatotolewa. Maana vifaranga 30. Na kusema vifaranga una kuku 30. Inatumia sola. Kwa hiyo umeme kama umekatika au unakaa kwako polini hamna umeme, unatumia sola, unaweza ukafanya yes. Mbeti gani watu wa shamba watakuwa wana sola, ndio mpango mzima. Nyuma yangu unaona screen namna gani baadhi ya mashine zinaonyeshwa katika utengenezwaji wake. Sisi tunaposema tunakwenda kiusasa, tunakushauri kulima au tunakushauri kufuga kisasa. Umeona? Hizo ni baadhi ya mashine ambazo kama hizo unaona zinafungwa kwa vipimo. Umeona kama hichi ina vipimo. Ninaposema navuna mbolea, hapo navuna mbolea. Navuna mbolea. Hapo mbolea inaingia, unaiteka, unaipeleka zako kwenda kuuza kwa wakulima. Nakukumbusha tena, ili ufanikiwe kupata kilimo, hauwezi kuepuka CRB hawa. Ili upate kilimo cha kisasa, huwezi kuepuka hawa. Mimi nimeingia kwenye kilimo, ndio maana nimekuja hapa. Rasmi nipo kwenye kufuga na kulima kidogo kidogo. Na kukumbusha, naitwa DC mkulima sasa hivi. Kutoka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, nimekuja moja kwa moja mpaka Madale kuja kupata elimu. Uzuri hawa wanaelekeza, wanakushauri na kisha wanakupa bidhaa. Ukiwa mjuaji watakuacha. Mimi leo nimetulia, kanambia kuku wanataka space, hewa. Uongo kweli? Nimeambiwa hivyo. Kwa maana kabisa. Watu wa maana kabisa. Semeni hala.